أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Katika hadithi ya Bibi Fatima Zahra imepokewa kuwa katika riwaya na taban hii hadithi imepokewa kutoka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam moja kwa moja kwamba mtume amesema Bibi Fatima Zahra. Unaweza tuuliza kwa nini mtume amesema Bibi Fatima Zahra? Leo mtume atakuwa ni mwenye kuelezea, lakini mtume yuko katika maqam tu ya kuelezea kama Bibi Fatima Zahra ni nani. Anataka kutuelezea kwamba Bibi Fatima Zahra ni nani kwetu sisi. Hasa anasema kwamba qalat, yani mtume anasema qalat Fatima, yani Bibi Fatima Zahra amesema, inna, hakika, khairan linnisa, kitu kizuri kwa wanawake, kitu bora kwa wanawake, an la yaraina rijala, wasiwe ni wenye kuona wanaume, wala yarahunna rijal, na wala wanaume wengine wasiwe ni wenye kuwaona. Faqal, akasema mtume, Fatima minni, yani Bibi Fatima, huyu Fatima anatokamana na mimi, au katika riwaya nyingine innaha minni, yani Bibi Fatima anatokamana na mimi. Katika hii riwaya, huo ni ufupi wake, kwamba Bibi Fatima Zahra anasema kwamba ubora wa wanawake ni kwamba wasionekane na wanaume, wasione wanaume, na wanaume wasione wanawake. Yani ni kuhifadhi mipaka baina ya hizi jinsia mbili, mipaka ya kihijabu na mipaka ya kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kisheria. Sasa katika urefu wa hadithi tutaisoma vipi. Hadithi yenyewe ipo, imepokewa hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, saala dhata yaum, yani Mtume kuna siku ambayo kwamba aliuliza, ayu shay'in, ni kitu gani ni bora kwa mwanamke, khairun lilmar'a, ni bora kwa mwanamke. Falam yakun, hatukukuwa indana lidhalika jawab, hatukukuwa na jawabu. Ambaye kwamba anaeleza haya ni Imam Ali, ndiye ambaye kwamba anaeleza jawabu, anaeleza hadithi hii au riwaya hii. Mtume kuna siku alituuliza ayu shay'in khairun lilmar'a, yani kitu gani kizuri kwa mwanamke au kwa wanawake. Akasema Imam Ali, falam yakun indana lidhalika jawab, hatukukuwa na jawabu. Falamma raja'tu ila Fatima, yani pindi ambapo kwamba sasa niliporudi kwa Bibi Fatima Zahra, qult, nikamwambia Bibi Fatima Zahra, ya binta Muhammad, ewe binti ya Muhammad, ewe binti ya Muhammad, inna Rasulallah, hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saalana an mas'ala, ametuuliza kuhusiana na kitu fulani. Angalia nyumba ya elimu, nyumba ya takwa, nyumba ya uchambuzi. Sasa hii ni kama uchambuzi wanafanya, yani ni kama wanaulizana, hebu nieleze hivi, hebu nieleze hivi. Kuna wakati mwingine sisi kama sisi pia wale ambao kwamba wana familia, inafaa pia tuishi na wake zetu hivyo, kwamba unauliza mke, mke anakuambia, mke anauliza mume, mume anamwambia, yani tunashare zile maalumat, tunashare information ambayo kwamba mmoja amemzidi mwingine. Sasa Imam Ali akamuuliza Bibi Fatima, akamweleza Bibi Fatima, saalana an mas'ala, alituuliza kuhusiana na jambo, falam nadri kaifa nujibu, yani tulikuwa hatujui vipi tutakuwa wenye kumjibu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat, Bi Fatima Zahra akasema, wa an ayi shay'in sa'alakum, yani ni kitu kipi hicho ambacho kwamba alichowaulizeni nyinyi. Faqultu, Imam Ali akasema, nikasema, qala, alisema Mtume,
ayu shay'in, ni kitu gani hicho, khairun, ni bora, lilmar'a, kwa mwanamke. Qalat, Bi Fatima sasa hapa anakuwa ni mwenye kujibu. Qalat, akasema, fama tadruna mal jawab, je, kwani hamjui jawabu nyinyi? Qultu laha, nikamwambia Bi Fatima, la, yani mimi sijui, sina jawabu. Faqalat, akasema, laysa khairun lilmar'a, hakuna kitu bora kwa mwanamke, min an la tara rajulan wala yaraha, hakuna kitu bora kwa mwanamke kuliko nini? Asione mwanamme na mwanamme asione mwenye kumwona. Falamma kana al-ashi, yani wakati ambao kwamba ilikuwa imefika wakati usiku, jalasna ila rasulillah, tuliketi pamoja na mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqultu, nikasema, tuangalieni vipi mtume sallallahu alaihi wasallam na analea nyumba hii bora, vipi mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kulea hawa na wakaweza kuchukua tabia ambayo kama ni tabia bora zaidi. Falamma kana al-ashi, wakati ilipofika wakati usiku, mtume alipokuja nyumbani, jalasna ila rasulillah, tuliketi kwa mtume. Faqultu, nikasema, ya Rasulallah, ewe mtume, innaka, hakika wewe, saaltana an mas'ala, ulituuliza kuhusiana na jambo, falam nujibka fiha, hatukuwa ni wenye kukujibu, lakini jawabu lenyewe ni nini? Laysa lilmar'ati shay'un khair min an la tara rajulan wala yaraha, lakini jawabu ni kwamba hakuna kitu bora kwa mwanamke isipokuwa ni mwanamume asiwe ni mwenye kumwona na yeye mwanamke asiwe ni mwenye kumwona mwanamume. Qala, akasema, waman qala dhalik, angalieni mtume sallallahu alaihi wasallam si kwamba hajui nani aliyesema, anajua vizuri. Sasa ndo anasema waman qala dhalik, nani ambaye kwamba alisema? Qult, nikasema, Fatima ndiye ambaye kwamba aliyesema haya. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaqat, amesema ukweli, innaha bad'atun minni, hakika bibi Fatima ni kipande changu mimi. Hii inaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lao bibi Fatima angekosea angemwambia umekosea, lakini alimwambia sadaqat, amesema ukweli, yani jawabu hilo ambalo kwamba amelisema ni sahihi katika sehemu yake. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie akhlaq ya hawa watu wema, aturuzuku pia tuweze kutakhallaq, tuweze kushika tabia ya hawa watu wema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.